السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوانا إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kama kawaida yetu Abu Jadawi Islamic Foundation chini ya Masjid Zainab ni muendelezo wa darsa zetu za kila siku, darsa za usulul fiqhi, tukingali katika kitabu kinachoitwa Imta'ul Uqul bi Rawdatil Usul, na leo tutaangazia topic inayosema idha ta'aradha al-jarhu wat-ta'dilu fa ayyuhuma yuqaddam, pindi zinapogongana aljarahu na taadil, ni kipi katika hivyo viwili hutangulizwa? Jawabu lake yuqaddamu aljarahu ala taadil, hutangulizwa aljarahu kabla ya kufanyiwa kazi at-taadil. Mmoja katika wanawazuoni wa hadithi, na yeye ambaye naye anahesabika kuwa min ahli aljarahi wa taadil, anasema huyu rawi ni majruhu, na anakuja mwingine anasema huyu ni adil, basi itatangulizwa kauli ya yule ambaye anasema huyo rawi ni majruhu. Ndio tukasema idha ta'aradha aljarahu wat-ta'dilu, pindi zinapogongana aljarahu wat-ta'dilu, fa ayyuhuma yuqaddam, basi ni kipi katika hivyo viwili hutangulizwa? Jawabu lake ndio likaja yuqaddamu aljarahu ala at-ta'dili, hutangulizwa aljarahu kabla ya kufanyiwa kazi taadil, hata walau zada adadul muaddili, hata kama itazidi idadi ya wenye kuadilisha, yani idadi ya wenye kusema kwamba huyu ni muadilifu, hata kama itakuwa ni nyingi, itatangulizwa aljarahu. Lianna aljaraha, kwa kuwa aljarahu al-itla'u ala ziyadatin khufiyati ala al-muaddil, ni kuitokezea nyongeza ambayo imejificha juu ya yule mwenye kuadilisha. Huyu anayesema huyu rawi ni majruhu, ameitokezea nyongeza iliyokuwa imejificha kwa yule mwenye kuadilisha. Pengine yule mwenye kusema huyu ni adil alikuwa haijui hiyo nyongeza. Na kuna kanuni inasema walmuthbitu muqaddamu ala nafi, na mwenye kuthibitisha ndiyo hutangulizwa kabla ya yule mwenye kukanusha. Sasa tutazame kaifiyatu taadil, namna ya kuadilisha, yani kumfanya rawi kuwa ni adil. Unamuadilishaje mtu? Kwanza kabisa, hukmu dhil khibrati bishahadatihi, ni hukmu ya mjuzi kwa kutumia ushahidi wake. Ni hukmu ya mjuzi kwa kutumia ushahidi wake. Liannahu lau lam yakun adlan indahu lamma hakama bishahadatihi, kwa kuwa kama asingelikuwa ni mwadilifu kwake yeye,
asingehukumu kwa kutumia ushahidi wake. Njia ya kwanza ya kuadilisha, hukmun dhil khibrati bishahadatihi, ni hukumu ya yule mjuzi wa kujua ule ushahidi wake, yani akatoa hukumu kwa kutumia ushahidi wake mtu. Sasa yule mtu ambaye ushahidi wake umetumika kutolea hukumu, huyo ni adil. Kwa nini? Lau lam yakun adlan indahu, lau kama asingelikuwa ni muadilifu mbele yake huyo hakimu, lamma hakama bishahadatihi, asinge hukumu kwa kutumia ushahidi wake. Kwa ukimwona mwana wa chuoni, hafidhu, dhabitu, mwana wa chuoni katika ahlul jarhi wa taadili, amehukumu kwa kutumia ushahidi wa mtu, basi yule mtu bila shaka ni muadilifu. Kwa nini? Lau lam yakun adlan indahu, lau kama asingelikuwa ni muadilifu kwake yeye, lamma hakama bishahadatihi, asinge hukumu kwa kutumia ushahidi wake. Hiyo ni aina ya kwanza au ni namna ya kwanza ya kumuadilisha mtu, kumfanya kuwa ni adil. Aina ya pili, at-tasrihu biadalatihi, ni kuweka wazi uadilifu wake. Ka an yaqula, kama vile kusema huwa adlun au radhiyun au thiqatun wa nahau dhalika. Ni kama vile mwanawachuoni min ahli aljarhi wa taadili kuweka wazi, kama vile kusema yeye ni mwadilifu, yeye ni mwenye kuridhiwa, au akasema yeye ni thiqa na mfano wa hivyo. Akishasemwa hivyo tu na hawa ahlul jarhi wa taadil, basi yeye ni adil, ameshaadilishwa huyo. Aina ya tatu au namna ya tatu ya kumuadilisha mtu, alamalu bi khabarihi, ni kuifanyia kazi khabari yake. Liannahu law amila bi khabari ghairi aladil fasuqa, kwa kuwa lau angeifanyia kazi ya mtu ambaye si mwadilifu, basi na yeye pia angelikuwa ni fasiki. Kwa hiyo ukimuona mwanawazuoni min ahli aljarhi wa taadil ameifanyia kazi khabari ya mwanawachuoni, khabari ya rawi, basi ndio kuonyesha kuwa huyo rawi ni mwadilifu. Kwa sababu kama atafanyia kazi habari ya mtu ambaye ni fasiki, na yeye mwenyewe huyu atakuwa ni fasiki, kwa hiyo hawezi kufanya hilo. Ndio akasema al-amalu bi khabarihi, ni kuifanyia kazi habari yake huyo anayetaka kuadilishwa, yani mwanawazuoni min ahli aljarhi wa taadil akaifanyia kazi habari yake. Liannahu law amila bi khabari ghairi aladli fasiqa, kwa kuwa yo lau ataifanyia kazi habari ya mtu ambaye si mwadilifu, na yeye pia angelikuwa ni fasiki. Wakila, na kuna kauli nyingine inasema laisa taadilan lahu, huko sio kumwadilisha. Lijawazi an yakuna amila biriwayatihi, kwa kujuzu kuwa mwanawachuoni huyo alifanyia kazi riwaya yake ihtiyatan, kwa kuchukulia tahadhari, kwamba naweza nikaifanya, naweza nikaiacha kuifanyia kazi, nikaacha kuifanyia kazi, kumbe ni habari ya ukweli. Sasa ihtiyatan, kwa ajili ya kuchukulia tahadhari, akaamua kuifanyia kazi. Sasa kufanyiwa kazi habari ya mtu na mwanawazuoni min ahli jarhi wa taadili, kuna baadhi ya wanawazuoni wanasema laisa taadilan lahu, sio kumwadilisha huyo aliyepokea ile habari. Lijawazi an yakuna amila biriwayatihi, kwa kule kujuzu, inawezekana ikawa alifanyia kazi riwaya yake ihtiyatan, kwa ajili ya kuchukulia tahadhari. Au bidalilin akhar, au yawezekana ameifanyia kazi riwaya yake kwa dalili nyingine, sio ya huyo mwanawachuoni. Au bidalilin akhar, au kwa dalili nyingine ghaira riwayati, ambayo sio riwaya yake aliyoipokea huyo bwana.
wal awwalu asahhu, na kauli ya kwanza ndio inaonekana kuwa ni kauli sahihi zaidi, kwamba mwanawazuoni muadilifu ambaye min ahli aljarhi wataadili anapoifanyia kazi habari ya mtu ndio kumwadilisha kwenyewe, ndio kauli asahu, ndio kauli iliyokuwa sahihi zaidi. Lakini namba 4, an yarwiya anhu man la yarwi illa an thuqati, ni kupokea kutoka kwake mwanawachuoni ambaye hapokei isipokuwa kawaida yake ni kupokea kutoka kwa wanawazuoni ambao ni mathika, kal Bukhari wa Muslim wa Maliki, kama vile Imam Bukhari na Muslim na Maliki. Yani ina maana ikiwa mwanawazuoni imepokewa kwake na mtu ambaye hana kawaida ya kupokea hadithi isipokuwa kutoka kwa wanawazuoni ambao ni mathika kama vile Bukhari na Muslim na Maliki, wakipokea kwake, basi huyo tayari ni muadilifu. Kwa hiyo hiyo ni njia ya 4 ya kumuadilisha mtu. Sasa tuende na topiki ya mwisho kwa siku ya leo, umurun laisat bijariha. Tuyatazame mambo ambayo hayawezi kumjeruhi mtu. Maana yake kuna baadhi ya mambo yanaweza yakafanywa na mwanawachuoni mwenye kupokea hadithi ikadhaniwa kuwa mambo hayo yamemjeruhi, yatapelekea hadithi yake kuonekana kuwa haifai. Sasa kuna mambo ambayo si yenye kujeruhi. Hadha, pamoja na hili, au unaweza ukasema pamoja na ushahidi huu, walaisa min aljarhi, si katika jarhi, tarku lhukmi bishahadatihi, kuacha kuhukumu kwa ushahidi wake mtu. Mimi naweza kuacha kuhukumu kwa kutumia ushahidi wako wewe. Nikiacha kuhukumu kwa kutumia ushahidi wako wewe, sija kujeruhi, sisemi kwamba wewe sio mwadilifu. Ndio tunasema hadha, pamoja na haya, walaisa min aljarhi, si katika jarhi, na wala si katika jarhi, tarku lhukmi bishahadatihi, kuacha kuhukumu kwa ushahidi wake. Idh qad yatawaqafu fi qabuli shahadatihi, kwa kuwa mtu anaweza akastopu katika kukubali ushahidi wake, li asbabin siwa aljarhi, kwa sababu nyinginezo ambazo si jarhi. Mimi naweza nikaamua kuacha kuutumia ushahidi wako kwa sababu nyingine ambazo sio jarhi. Wakadhalika almahdudu fi qadhfi bisababi shahada, na hivyo hivyo yule aliyesimamishiwa hadi katika kumsingizia mtu zinaa, bisababi shahada, kwa sababu tu ya kutokuleta ushahidi. Falau shahida ala insani bizina, basi lau atashuhudia juu ya mwanadamu zinaa, walam yashhad ma'ahu baqi al-arba'a, na wakawa hawakushuhudia pamoja naye baki ya mashahidi wengine 4, wahudda fi hadha, na akasimamishiwa hadi katika hili, la turaddu riwayatuhu, mtu huyo haipingwi riwaya yake, haikataliwi riwaya yake. Lianna nuqsana al-adadi laysa min fi'li, kwa kuwa kupungua kwa idadi ya wale mashahidi hakutokani na kitendo chake. Ni kwamba yawezekana kashuhudia kweli, lakini wamekosekana tu wale. Kwa hiyo kupungua kwa idadi hakutokani na kitendo chake, ndiko inatokana na kitendo chake, hapo sawa. Bikhilafi man qala lighairihi, na hii ni kinyume na yule atakayesema kumwambia mwenzie ya zani, mzinifu, akasema hivyo. Wahudda fil qadhfi, na akasimamishiwa hadi ya kumsingizia mtu zinaa. Fahadha yuraddu khabaruhu hatta yatuba, basi huyu hukataliwa riwaya yake, hukataliwa habari yake mpaka pale atakapotubia. Tabaan, siku ya leo tutaishia hapa, lakini darsa itakayokuwa inafuatia tutakuja kusoma as-sahabatu kulluhum adulu, kwamba masahaba wote ni waadilifu. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala thawabu za darsa hizi azifikishe kwa wazazi wetu waliotangulia mbele ya haki
na haswa baba yangu mzazi almarhumu mzee Ramadhani Ndaki na mama yangu mzazi almarhuma Zainabu binti Andrea. Lakini pia azifikishe thawabu hizi kwa shekhe wangu Shekhe Abu Qasimu Nyamkunga. Mwenyezi Mungu amghufirie madhambi yake na ampe kauli thabiti na afanye kaburi yake kuwa ni raudha min riyadhil janna. Awasamehe mashekhe zetu wote akiwemo Shekhe Eid Hassan Eid Kiburwa, mzee wetu huyu, lakini pia mzee wetu mzee Shekhe Khalfani Muhammad Kiumbe, Shekhe Muhammad Ibrahim Kabeke, Shekhe Abdul Muhsin Kitumba. Au ni mashekhe zetu wote. Allah subhanahu wa ta'ala thawabu za darsa hizi azifikishe kwao. Wallahu waliyu tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.